kesho na jambo, na jambo lenyewe linatuhusu wote, mpaka nyinyi waandishi wa habari, maana nimegusa kila sekta. Mnatambua, mnajua kwamba tulikuwa na wapiga picha wazuri, tulikuwa na waandishi wa habari wazuri, tulikuwa na wacheza movie wazuri, tulikuwa na waimba taarabu wazuri, tulikuwa na wacheza mpira wazuri, tulikuwa na waigizaji wazuri, tulikuwa na wanamuziki wa dansi wazuri. Nani ambaye anaijua kesho? Nani anajua maamuzi ya Mwenyezi Mungu? Nani anatambua kesho ataamka? Nani anatambua kesho atapata hela? Nani anatambua uhai wake? Yote hayo ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Tumeona kesho tufanye ibada maalum ya kuwakumbuka ndugu zetu waandishi wa habari, ndugu zetu wacheza sinema, ndugu zetu wacheza mpira, ndugu zetu waimba taarabu, ndugu zetu waimba mziki wa dansi, ndugu zetu wacheza sinema, ndugu zetu waimba kwaya, ndugu zetu wachoraji, wanariadha. Tuwakumbuke pale Leaders kwa kusoma dua, kula pamoja, kunywa pamoja na kusikiza miziki ya Injili, na wanamziki wa dance kama mnavyoona hapa, wakina Nyoshi watawakumbuka, kina Malu Stonch, wakina Ndanda Kosovo, tuko pale na bendi live inapiga pale, kukumbuka watu ambao tulikuwa nao kwenye maisha yetu. Namba zao za simu hatujazifuta, zipo bado, lakini hawapo duniani. Sisi tuko juu yao, tunatembea, wenyewe wamelala chini. Hayo ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Hayo ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Angali tuko hapa mbele, hatujui nani atatangulia. Angali mpo huko, hatujui nani atatangulia. Huwa naongea, vijana wote wa nchi hii, kama umezaliwa kwenye taifa linaloitwa Tanzania, jiheshimu. Mungu amekupa nafasi ya kuishi kwenye taifa lenye upendo, mshikamano, amani, utulivu na weredi. Taifa letu lina weredi. Unapokwenda katika mataifa mengine, ukiulizwa unatoka wapi, ukisema unatoka Tanzania, wana respect, kwa sababu taifa letu ndio chanzo cha mataifa mengine kupata uhuru. Ni taifa la Tanzania ndio chanzo cha mataifa mengine kupata uhuru, sio taifa lingine, ni taifa la Tanzania. Kwa hiyo kila kijana wa Tanzania akumbuke, Mungu amemtishwa mzigo kichwani unaoitwa Tanzania. Kama umetishwa mzigo na Mwenyezi Mungu unaoitwa Tanzania, hakikisha unautua ili upate baraka ya kesho na kesho kutwa, na wewe uje uombewe dua. Unautua kwa amani, mzigo ule haujamwaga damu, haujamwaga maji uliopewa, haujamwaga chakula ulichopewa, unautua ili wengine na kizazi kijacho kije kula chakula kinachoitwa Tanzania. Sasa sisi ni wajibu wetu, mimi na wewe Mtanzania, ni wajibu wetu kulinda amani ya taifa letu. Sisi ni wajibu wetu, mimi na wewe Mtanzania mwenzangu, kuwakumbuka wenzetu waliotangulia mbele ya haki, waliokuwa na mashiko na wasiokuwa na mashiko, lakini waliishi katika taifa linaloitwa Tanzania. Mimi na wewe tuna wajibu, mimi na wewe tuna wajibu wa kuwa watulivu na kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha nchi yetu inasogea mbele, hairudi nyuma. Niwaombe, kama uliguswa na msanii yoyote yule, MCD, Kanumba, Abuse Mwando, Waziri Sonyo, Steve Tukey, John Mjema, Sajuki, wapo vijana wengi sana wameondoka, Marem Kipala wapo, King Majuto wapo, tulikuwa nao, leo wamelala, wamegeuka kuwa udongo. Sisi tunawakanyaga juu, tunapita, na sisi itafika muda kizazi kinachokuja kitatukanyaga. Sisi tutakuwa marehemu,
Tutakumbukwa na nani bila kutengeneza muktasari mzuri wa kuwakumbuka watu waliofanya vizuri katika taifa hili? Lazima tuwe na utaratibu wa kuwakumbuka watu, aidha waliwafurahisha Watanzania kupitia vipaji vyao, au aidha walizifanya familia ziwe na furaha. Leo ukimzungumzia Mzee Pwagu hakuna mtu asimjua, Nyongo hakuna mtu asimjua, Bibi Ambiliki hakuna mtu asimjua, Waziri Sonyo hakuna mtu asimjua, kimzungumzia Steve Tuke hakuna mtu asimjua. Ni kwa sababu watu ambao wamelifanya taifa hili lipate furaha, na furaha namba moja katika taifa hili ni burudani. Furaha namba moja, sio siasa, sio siasa. Siasa ni matatizo ya akili yanayotufanya sisi wote tufikirie kesho yetu ni nini, kutokana na matakwa ya watu. Lakini burudani ni jambo linalotufanya kupunguza nini, miemko. Leo hii msanii unaweza kumuita nani huyu? Chiki huyo, msanii huyo anajulikana katika jina na lafudhi ya kihuni, lakini msanii huyu ukija wakati ambao nchi na watu wanahitaji furaha, haitwi tena msanii. Anapigiwa simu anaitwa kama mburudishaji mwenye kipaji na anathaminiwa. Bado neno la usanii bado watu wanalitumia kama wahuni hivi. Ndio maana linatumika hata kwenye masiasa huko, utasikia huyo msanii huyo. Tuombe ifike mahali msanii ni kioo cha jamii. Msanii sio muuni. Msanii ni mtu ambaye ana familia inakula kupitia sanaa yake, anatuma ujumbe kwenye jamii ya Watanzania, na ujumbe una aina mbili. Ujumbe unaweza ukarekebisha familia au ukatibua familia. Huyo ni msanii ambaye anatibu maradhi ya watu wenye msongamano wa maisha. Huyo ni msanii. Msanii ni mtu ambaye anathaminika, na ndio maana nchi za mbali huko, mimi nimeishi Ulaya, nyewe bado. Mimi nimekaa Norway, Hong Kong, Johannesburg huko, Indonesia. Nyewe mlikuwa bado wadogo. Mwaka 92 mimi nilikuwa New York. Nilikuwa New York huko 92 hiyo. Wakati huo wanamuziki wa New York wakina MC Hammer, wakina Dabrak wananiuliza mimi, Steve, Tanzania, are you real? Ambia real. Wananiuliza wale, unajua kule mtoni lazima ushake. Are you nigga? Ambia nigga. Unaambia Steve nigga, unaambia nigga. Ya what's up? Unaambia what's up eh? Mimi yani hapa tu basi nimezaliwa Bongo, lakini mimi nigga. Mimi nigga. Steve, are you ready? I'm ready. Ready haitu ready, ile inaitwa rare. Really haitu really, inaitwa rare. Lazima umengenye kidogo ulimi, kama umefanyaje? Unang'ata hivi babu. Unaweka ile. Mimi Ulaya kule watu endorsement ya wenzetu nchi za nje, endorsement ya kwanza ya Marekani ni kulinda taifa lao. Wamefanikiwa kwenye hilo. Endorsement ya kwanza za nchi zote za Ulaya ni raia wa Ulaya kulinda nini? Nchi zao. Wanakuwa wana bondi na taifa lao. Unapozungumza kwenye kulipa kodi wako serious. Unapozungumza kwenye ajira wako serious. Unapozungumza ubabaishaji, wanalinda heshima ya nchi yao. Na hiyo ndio tunaitaka Tanzania, ya kulinda heshima ambayo Mungu ametupa, thamani ametupa Mwenyezi Mungu, kulinda heshima. Na ndio maana tunaenda kukumbukana kwa ajili ya kulinda nini? Heshima ya taifa letu. Na hii ya kesho nimeita watu mbalimbali. Nimewambia njoeni tufanye ibada. Njoeni tumshukuru Mungu kwa watu waliotupa na wakafanya vizuri katika industry zote. Kina Mafisango walifanya vizuri. Tumewaita watu wote leaders kuanzia asubuhi.
pale masupu nini, au sio bana? Saa 4 hivi napigwa ibada pale, watu wanasikitika na Allah, watu wanasikitika na Allah pale, au sio bana? Waandishi wetu wa habari walikuwepo, akina Nyaisanga hapa, wako wapi? Wako wapi? Walikuwepo akina Misanya Bingi, wako wapi? Lazima tuwe na taifa ambalo linawakumbuka watu wao, linaheshimu vipaji vyao. Alikuwepo yule mtoto yule anaitwa, tulimzika Mbeya, Masogange. Juzi tukamzika mtoto mmoja wa Miradi, anaitwa nani yule? Zuchi mdogo tu, Zuchi mdogo tu. Juzi naambiwa baada Zuchi kufa, mama yake naye akafa, bibi naye akafa. Una maisha yalivyo. Sisi ni vijana, tunategemeana na tunategemewa na familia. Sanaa yetu ndio maisha yetu. Uwe mwandishi wa habari, uwe mcheza mpira, uwe mwigizaji, uwe musician, ni watu wa kuwathamini sana.